nimetoka nchini Kongo, na wa Norway wanasema, je, itakuwaje tukiwaruhusu watu wengi waje kwa meli waingie katika nchi ya Norway? Kwa hiyo kila mtu kutoka nchi za Afrika watakuja, haitakuwa vizuri kwa sababu watu wakikuwa wengi, mambo ambayo hayaeleweki, yani itakuwa vita. Ndio maana haturuhusu watu kuingia Norway bila kuruhusiwa na government yao, ama na sisi pia hatuwaruhusu. So kile ambacho tunakizungumzia ni kuhusu Donald Trump ambaye anawafukuza watu toka nchi yake ya Amerika, watu ambao hawana vikaratasi, yani residence, anawafukuza kutoka nchi yake. Anasema homeless na watu wote ambao waliingia katika USA na bado hawakubaliwe kwa hilo, ama hawana vitabu, warudi kwao nyumbani. Kwa hiyo mimi nasema nimekubaliana na Donald Trump. Kitendo ambacho anakitenda ni kitendo muhimu sana cha kuwafukuza wale watu ambao hawana makaratasi, yani ambao hawaruhusiwe, kwa sababu anafikiri kwamba wakiwa watu wengi ambao walikuja kwa meli na kuingia kwenye nchi ya Amerika bila kuruhusiwa na mtu yoyote, hao ndio wanafanya ujambazi, kwa sababu hawana chakula, hawana mavazi. Hao ndio wanafanya ujambazi na kutetemesha imani ya watu ambao ni wakaaji wa USA. Kwa hiyo aliwafukuza na alifunga njia, alifunga mipaka, hataki watu wengi waje katika nchi bila kuruhusiwa na nchi yao ama kuruhusiwa na Amerika yenyewe. Anataka kusafisha nchi yake, wakaaji wa nchi wasikose kazi kwa ajili ya watu hao ambao hawaruhusiwi kuishi. Kwa hiyo kitendo ambacho alikifanya, wako wewe ambaye naishi Norway, usiogope eti kwamba Donald Trump atakuja na kushirikiana na Jonas ili waweze kufukuza wakaaji wa nje ya nchi ambao wanaishi Norway. Sio hivyo. Yeye, watu ambao wanawafukuza ni wale ambao hawana makaratasi, hawaruhusiwe kuishi ndani ya nchi, yani walikuja kwa meli na aliamuru warudi kwao hivi ili nchi zao zikawashughulikia. Hivyo hapa nchini Norway wanaruhusu tu wale ambao wameruhusiwa na nchi yao kuja kuishi huku Norway, wale ambao walikuja kama wakimbizi ama walikuja na makaratasi, yani wameruhusiwa kuingia kwenye nchi ya Norway. Na pia homeless ambao wanaishi huko Norway hawaruhusiwe, mtu yoyote haruhusiwe kuwapa pesa ama chakula. Ukiwapa pesa na unaweza hata kufungwa na government, yani wanaruhusiwa kukuweka ndani, kukuweka jela, kwa sababu wanataka hao watu warudi kwao na hawaruhusu mtu yoyote kuwasaidia. Kwa hiyo hiki ni kitendo ambacho mimi nakubali kwamba Trump amekifanya, na lazima awafukuze ili nchi yake ikuwe na imani, ikuwe na usalama. Siko hapa kwa ajili ya politiki, niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu maisha yangu na nchi yangu ya Kongo ambayo inapata shida. Vita ambavyo vinaendelea Kongo viliendelea hata kabla sijazaliwa, na mpaka sasa niko mkimbizi. Naitwa mkimbizi tangu kuzaliwa, mimi ni mkimbizi. Ndio maana nimetengeneza channel hii ili niwaelezee maisha yangu kifupi. Maisha yangu hayakuwa mazuri tangu kuzaliwa kwa sababu nilikulia katika kambi za wakimbizi. Yani nilikuwa mkimbizi tangu kuzaliwa. So icho navugaga nuko